Na wakile. Wakile uya. Negote ba. Yande. Magana tayonaki. Magana mai. Haya. Vipi ndugu yangu, si uwe Muislamu kama mimi, uwe Muislamu kama Yesu, uwe Muislamu kama Muhammad. Vipi? Hapo itakuwa kigumu. Nikuulize ndugu yangu, unasherehekea Christmas? Christmas. Maybe. Aliyesema usherehekee Christmas ni nani? Nikwambia maybe. Maybe labda, maana yake kweli labda. Kwa hiyo unasherehekea ama usherehekee? Jawabu. Ani hapo ni katika nasherehekea au unaiamini Biblia? Niamini Biblia. Biblia ikisema usherehekee Christmas utasherehekea? Hiyo ni Biblia. Ikisema utasherehekea? Sio kama utasherehekea. Unaona iamini Biblia? Mimi naiamini Biblia. Ukifuata Biblia utaenda kwa nani? Acha nikwambie. Uniambie nini? Acha nikwambie ndugu. Nasikia. Nijo na mogusi. No, kama mogusi. Nijo na mogusi. Acha nikwambie, hata ukifuata Biblia. Haimaanishi. Tuko Muislamu na Mkristo. Haimaanishi. Kitu ambacho kinamaanisha matendo yako tu. Ndio ya maana kuuliza hivi, hayo matendo hayo. Matendo ambayo unasema wewe, si matendo ambayo yamefanywa na manabii? Na manabii. Sasa ninakuuliza hivi, unajua Yesu alisherehekea sikukuu gani? Sijui. Haujui. Na kama ukijua unafaa kufanya nini? Uisherehekee, si ndio? Yatakuwa ndio matendo ya nani? Ya Yesu nafuata. Na ukifuata matendo ya Yesu nenda kwa nani? Sikia ndugu tuelewane. Nakusikia. Mimi sitaki nipeleke haraka au nakupeleka pole pole. Sasa nakuuliza hivi, unajua sikukuu ambayo unafaa kusherehekea ni sikukuu gani? Mimi sijui. Haujui Kwanza ukisherehekea Christmas ni Christmas ni siku ya kuashiriwa mfungwa gerezani. Ndio maana nikakwambia maybe. Kwa hivyo usherehekee. Haya, hebu Wakristo wangapi wanasherehekea Christmas hapa? Ndio waone. Hapa ameshakula kona hapa, hawapatikani. Alafu tukiondoka hapa atakuja anza kusema, unajua wale Waislamu dini ya majini. Unajua kuna pasta moja kule Nairobi, alikuwa Mkamba, alikuwa kihubiri mahali panaitwa Kajiado. Alikuwa akisema, wasikilizaji, mwaka wa 2012 nitaingia parliament kwa tiketi ya KANU. Alipata kura 3 peke yake. 3 peke yake. Unamjua Sawa. Si unamjua jina lake? Mimi simjui. Haumjui Haumjui pasa mwenye. Sasa hii ndio nini? Unajua lugha zingine unaongea, unakuta mchungaji anaongea lugha lakini akiwa kanisani, akiwa nyumbani haongei. Sasa mchungaji akiwa anahubiri asema, Biblia inasema, lete chai. Sasa huyo mhubiri aende nyumbani kwake akute mke wake amwambia, you my wife, lete chai. Mke atakimbia na dirisha. Huyu jamaa atakunikula nini? Sasa ndugu yangu kanisani kuzuri sana. Sisi tulikuwa huko tukakimbia. Sasa sababu ya kukimbia atakupatia. Zamani tulikuwa makwaya master. Yule mchungaji sasa wakati mwingine sisi ndio makwaya master tunaimbisha nini? Ule wimbo. Ni ile biti, tunajua biti. Sasa wakati huo yule mchungaji yule kwa sababu ni mjanja sana, anachukuanga wale watoto wa kike wale wenye kifua, tunawajua wale, anaweka laini ya mbele, wakina dada Jane, Penina, Hana ndio wako mbele. Kisha laini ya pili anatafuta wale vijana wale. Alafu laini ya 3 waliokosa soko kama wewe ndio anaweka laini ya 3 huko. Sasa anaanza kuambia dada Jane, brother Peter, tweke biti. Sasa huyo pasta nilikimbia kanisani kwa sababu niliona kuna kituko anakifanya, lakini kijanja mtu asigundue. Sasa huyo pasta kaza anafanya kina dada Jane. Sasa kuna kitu kimoja nilikinoti hapa nataka nikuonyeshe. Kwa sababu watu wa kike ndio wakaweka hapa mbele, kuna ujanja anatumia kisaikolojia. Akija hapa anambia siku moja sana kwa namalizia sasa. Sasa siku moja nilikuwa kanisani, ikawa ni wakati wa crusade, tumeweka crusade nje kama vile hivi. Kwenye crusade huwa tunaweka jukwaa ndefu imefika mpaka hapo. Sasa yule msichana mmoja akasimama atoa shuhuda.
Sasa anakuja, ana viatu vile inaitwa vile viko juu vile. Akitembea zalia. Wazijua akapanda juu kwenye jukwaa. Kavaa miniskati, urefu ni juu ya mapaja hapa. Na miniskati maneno mangapi kama ulivyoambiwa? Mini si kati. Maana yake mini fupi, si angalia, kati palipokatwa. Sasa huyu msichana amesimama juu, anaanza kuhubia watu. Haleluya. Watasema amen. Ngoja nimalizie sasa, namalizia. Ndio namalizia nijibu swali lako. Nasema haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaanza uongo sasa. Siku moja nilikuwa nikitoka Kawangware nikiona maima hiyo. Kama si haleluya. Siku hiyo nikaingia ndani ya gari, nikaona kunguru wa rangi ya blue anakuja. Kutoka siku hiyo mimi nikaokoka, natembea na Yesu, nalala na Yesu, naamka na Yesu. Munafiki yake analala na Yesu. Mume wake analala na nani huyu? Sasa ikawa ni wakati wa wimbo. Anaanza kuimba sasa. Kuna makofi, haleluya, kuna makofi ya ajabu, haleluya, kuna mateke. Wewe kijana, amekupigia 90 degrees, wewe utaangalia mitaa ya Likoni, mitaa ya Kiwerera, ama mitaa ya Majengo Mapya. Takbir! Ikawa mchungaji pale akaanza kubadilisha mada. The Bible says, kumbe naposa mitambo vile. Anajifanya kwa sadaka kumbe. Sasa kaka. Unasemaje wa Muislamu leo? Mimi sitakuwa. Waachane na haya mambo. Yaani kwambie. Sitakuwa Muislamu. Kwa nini? Uislamu. Ni sawa kwa kuwa Muislamu. Ni sawa na kuwa Mkristo. Naona. Tunaambiwa kwamba kile imani. Kwa hivyo kwa Muislamu na kwa Mkristo ni sawa. Kile imani uko nayo. Mtu asikudingishe. Hata ukikia mapepo ya kutoka upande huu, simama na hiyo imani yako. Kweli kabisa. Tumuulize Yesu, wewe Yesu, kaka yetu asimame na imani hiyo mabadilishe. Yesu anasema piga 24 Mathayo. Yesu anatoa jawabu. Sasa hivi. Inasemaje? Kitabu cha Mathayo. Twende 24. Kwa maana. Sasa Yesu anasema kwa maana. Watatokea. Akina nani? Watatokea. Akina nani? Wakristo wa uongo. Mpe. Anayo. Kaka, Yesu anasema atatokea Wakristo wa? Hapo andiko kwanza tupate heshima andiko. Yesu anasema atatokea Wakristo wa? Tumalize andiko, basi tuliheshimu andiko. Nimesema ni sawa. Ile andiko lasema atatokea Wakristo wa? Ni sawa. Wa uongo lakini ni sawa. Wewe ni Mkristo wa? Wacha nikae wa uongo. Kwa hivyo ni wa? Pia nikwambie ndugu. Haya sema. Pia nikwambie. Wewe sio Mungu na nijua ni muongo. Peke yake iwajua. Biblia imesema Wakristo wote ni wa nini? Biblia imesema Wakristo wote ni wa? Hata na kuuliza hivi. Pia ndugu. Mungu yajua, mwanadamu ajui. Ni Mungu yajua mwenyewe. Na kuuliza hivi, uko na andiko lolote linasema kwamba ni Mkristo wa kweli? Uko nalo? Ni Mungu yajua, nimekwambia ni Mungu yajua. Basi tumalizane. Ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu, Mungu yajua, tumeungwa na Mungu. Ili tumalize kwamba mimi ni muongo. Ni Mungu yajua. Lakini Biblia imesema tutatokea Wakristo wa? Hata ikiwa wa uongo, ni Mungu yajua. Wewe ni Mkristo wa? Sasa ndugu yangu, ni wa uongo. Haya leo jioni. Wewe ni wa ukweli sawa. Mimi si Mkristo, mimi ni Muislamu. Tumalize ndugu yangu kwa sababu mjadala mrefu na tunaona leo tunataka tuangushe watu wawili watatu kwa majini. Ndugu yangu, leo jioni ukienda kulala, utalala kwa ajili ya nani? Ya Yesu. Si ndio? Haya 15, 18 wa Korintho wa kwanza tumalize Wakristo tuwasilimishe wote. Kama kuna Mkristo akusilimu aje asilimu hapa. Kusilimu ni bure. Zamani tulikuwa Kristo huko ningekupatia kisa wewe ungeshtuka sasa hivi. Zamani tulikuwa na kutapeli watu. The Bible says uongo mtupu. Inasema ndio kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:18 inasema ndio na hapo wao nao. Yesu anasema na hapo na wao waliolala. Waliofanyaje? Waliolala katika nani? Katika Kristo. Wamefanyaje? Maskini. Wamepotea. Wamepotea. Yesu anasema alilala katika Kristo afanya nini? Yeah. Amefanyaje? Ni sawa. Kwa hivyo wewe umefanyaje?
acha nifuate sawa. Umefanyaje? Unafanya sawa. Ingia takbir. Kuna substitute ameingia hapo, msaidie. Kaa chini hapo. Najua hata ukisakata boli sana, kocha anasema wacha tufanye substitute. Huyu mchezaji huyu anacheza anja mbaya, tumpatie mwingine. Asante. Vipi ndugu yangu? Poa. Asante sana. Mimi naitwa Ismail Kitao, ni Muislamu. Wewe unaitwa nani? Tedi. Tedi, dini yako? Mimi ni Mkristo. Basi usigonge maiki kwenye mbao kwa sababu asante sana. Ulikuwa unataka kumsaidia? Ulikuwa unataka kumsaidiaje? Atebu rudia swali lako alafu msaidie. Wewe ni Muislamu au Mkristo? Mimi ni Mkristo. Mkristo uongo ama kweli? Kweli. Una andiko lote kama kuna Wakristo wa kweli duniani? Ameanza kuona na mdomo. Kule nje alikuwa na kiti kibaridi, akiingia ndani mikiumo kwa kimoto. Una andiko? Andiko lipo. Toa andiko. Waislamu umesikia amesema ana andiko kwenye Biblia kuna Kristo wa kweli. Toa. Swali hilo. Ile swali nilimuuliza mimi. Tulikuwa hapo kwa dini. Tulikuwa hapo kwa Ukristo, kwa kuna Ukristo kweli ama uongo. Sasa nakuuliza. Kwa hivyo tena mko wawili, yani ni 2 in 1 Iteni mwingine muongezeke mwe 3 na mimi nitakuwa 1. Vile vile tu. Kaka nakuuliza. Teke. Nakuuliza swali kwanza. Uko na andiko lote linasema kwamba kuna Wakristo wa kweli duniani? Relax boss. Nimerelax. Unajua sio vizuri kueleza umati huu, yani kujaribu kuchanganya. Rudia ile swali nilimuuliza, mimi nitakujibu. Nimemuuliza hivi. Ako na andiko lote linalosema kwamba kuna Wakristo wa kweli duniani? Unauliza, tulia, tulikuwa hapo. Hebu ngoja nijaribu. Kama sitakosea, unauliza kwa nini wanasherehekea Christmas? Swali kama hili. Sasa huko ni nyuma, wewe turudisha nyuma. Tulikuwa kwa Christmas, tumetoka huko zamani. Hapa ndio shindo ndo nilipata kazi. Kwa hivyo unataka kujibu mambo ya Christmas. Haya, sema wewe sasa. Hata nilikuwa nasema kwa sababu tunasherehekea Christmas kwa sababu tunasherehekea siku ambayo Yesu mwenyewe alikuwa ile meza yenyewe aliandaa, yani dakika mwisho, wakati ambapo alijua yuko karibu kufa, yani ambapo venye ilipangwa na Mungu mwenyewe. Nikuuliza, uko sawa kabisa? Niko sawa. Unajua tofauti ya the last supper na kuzaliwa na Christmas? Unajua tofauti ya vitu viwili? Unajua maana ya last supper na unajua maana ya Christmas ni nini? Unaona amechanganyikiwa. Kumbe alikuwa anafikiria supper. Unaona na mdomo tena sasa. Kaka sikiliza nikwambie. Christmas ni kuzaliwa kwa Yesu. Na nyinyi mnasherehekea mwezi wa 12 tarehe 25. Na kuuliza hivi, uko na andiko lolote kwenye Biblia linalosema Yesu alizaliwa Krismasi tarehe 25? Uko na andiko hilo? Kwenye Biblia nzima. Hata kama kwenye Biblia hauna, kwenye Qur'ani chukua. Pia kwenye Qur'ani kama hakuna, kwenye katiba mpya pia nipatie. Ndaamini. Pia kwenye katiba ukosa nipe, hata kwenye Taifa Leo ndaamini. Nipe andiko. Pia kwenye Taifa Leo kikosa, hata nipe kwenye kamusi pia. Unalo? Kama hakuna, sasa unaona huyu, wewe ndio umeupe hasa, afadhali huyu sasa. Huyu kidogo alikuwa na kitu. Sasa wewe ndio kujibu si sasa. 52:31 Yeremia. Nikuambia unasherehekea kitu gani? Nikaiona. Hasa ikawa katika mwaka wa 37. Sasa msikilize nyinyi na Wakristo wenzenu wanaosherehekea Krismasi. Hata ikawa mwaka wa 37, wakuhamishwa kwake Yehoyakini. Wakuhamishwa kwake Yehoyakini, mfalme wa Yuda. Mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12. Katika mwezi wa 12 Disemba. Katika mwezi wa 12. Mnaita Disemba siku 25 ya mwezi. Tarehe 25 ndio mnaita Christmas. Nini ilifanyika? Evil-Merodach, mfalme wa Babeli. Mfalme wa Babylon. Katika mwaka wa kwanza kumili kwake. Ndio. Akamuinua kichwa cha Yehoyakini mfalme wa Yuda. Akafanyaje? Akamtoa. Akamtoa wapi? Akamtoa. Wapi? Akamtoa. Mpe. Nayo. Kwa hivyo nyinyi mnasherehekea kuachiliwa kwa nani? Kwa jambazi. Na ukimwona mtu anasherehekea kuachiliwa kwa jambazi, hata ni nani? Kwa hivyo nyinyi ni Biblia inasema. Unasemaje kaka? Sasa wacha nikupatie sikukuu ambayo unafaa usherehekee wewe kwenye Biblia yako. Unafaa usherehekee sikukuu hii. 9/5
nini? Mtafanya nini? Sasa Mungu anakuuliza swali wewe, mtafanya nini Katika siku ya mkutano. Mkutano gani? Mkutano wa Idi. Mkutano gani? Wa Idi. Anayo. Soma Biblia mwenyewe, mpe ajisomee, anasema amini, mpe ajisomee. Biblia inasema usherehekee sikukuu gani, kisomee mwenyewe. 9:5 hiyo. Na ni Biblia hiyo, sio Qur'ani. Maiki imekuwa moto. Haizungumzi ama ina scratch au microphone? Ni mdomo ina scratch. Mdomo ina scratch Takbir! Kila Muislamu kunje ngumi. Tikisa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, takbir! Ndio tushauzika Ukristo namna hivyo. Kasisi wao pasta wao jana anajiita pasta waziri alikuja hapa akasema na mbwembwe nitakuja na andiko kwamba Ukristo dini ya haki. Leo hakufika na hatofika. Kwa sababu anajua Ukristo ni dini ya uongo. Alileta ni jamaa moja inaitwa Paulo. Dini ya kwanza duniani ni dini ya Uislamu na andiko lipo, dini ya kwanza dini ya Uislamu. Tena kwenye Biblia yako. Ukitaka nikutolee sema tu nikutolee. Yesu anasema watu wa Waislamu, andiko kutoka kwa Biblia ukitaka tukupatie sasa hivi. Tena sio kesho, uko tayari nikupatie? Ndugu ni sawa. Nikupe? Sikia nikwambie. Ni sawa. Sawa kwamba dini ya ukweli wa Waislamu. Tunaambiwa kwamba na nani? Dini hakuna mali itakupeleka ndugu. Hayo ni maneno ya uongo. Nani anasema hayo maneno? Tupatie hayo maneno kwenye Biblia. Kulia. Nipe hayo maneno kwenye Biblia. Sikia ndugu nikwambie. Wewe Muislamu nami niwe Mkristo, hapo ni sawa, lakini matendo yako yatatiridhisha. Kaka, sikiza usidanganye. Hakuna mahali kwenye Biblia panasema, ngoja basi niongee. Hakuna mahali kwenye Biblia panasema dini haitakupeleka mahali na dini si chochote. Ila hayo ni maneno ya akili na Biblia inasema katika Methali 3:5 somo. Nami nataka anisomee kwanza alafu akusomee andiko gani? Somee. Galatians. Wagalatia ngapi? 5:19. Soma tena andiko nzuri sana hilo. Nilikuwa nataka kulisoma lakini madamu umelisoma kwanza soma. 5:19. 5:19 Wagalatia. Alafu kabla tusome, hebu Waislamu wangapi tuko hapa? Waislamu wangapi wako hapa? Mashaallah. Wangapi wanasema tuendelee? Wangapi wanasema tuendelee? Tuweke chini. Wangapi wanasema tuache leo iwe mwisho? Wangapi? Wangapi wanasema leo mwisho? Ndugu zangu Waislamu, kabla hatujaingia katika masuala mengine, leo ndugu zangu Waislamu nilikuwa nataka tufanye mchango kidogo hapa, tupate angalau shilingi 5,000. Nataka nipate Waislamu hapa tuchange angalau tupate shilingi 5,000 ziweze kusaidia haya mambo, kwa sababu hapa kuna walimu, kuna yule mwingine na sote hapa kwa ujumla tunataka tupate pesa ya kuweza kueneza Uislamu. Kwa sababu tukitoka hapa tuna safari ya kwenda mpaka Lodwar. Na kutoka hapa Mombasa mpaka Nairobi kilomita 500. Kutoka Nairobi mpaka Lodwar ni kama kilomita 600 hivi. Kama hiyo 1,000 hiyo tunatembea, kilomita 1000 tutatembea. Tutatufikishia watu wa Lodwar. Nilifika huko miaka 5 imeisha. Nikaingia sehemu inaitwa Kapenguria, nikaingia Ortum, nikaingia Kainuk, nikaenda mpaka mwisho. Lake Turkana kule. Ilikuwa zamani sana. Sasa takaturudi kule, wanaokaa kule ni Waturkana na Wapokoto wanapigana kila siku kwa sababu ya mashamba. Ndugu zangu Waislamu, ningeomba tupate kitu kidogo kwa ajili ya Allah. Tupate Waislamu 30. Waislamu 30 peke yake. Waliojaliwa na Allah imani. Kutoa sio utajiri. Kuna matajiri wengi lakini hawatoi. Mungu hataki pesa zao kwa sababu nyingi ni za riba, zingine wamepata kwa haramu, ndio maana Allah hataki. Na ndio maana Allah akatusababisha sisi tuwe maskini. Kwa sababu lao mimi Ismail Gitao hapa ningekuwa tajiri, ningekuwa na macontainer, singekuja kwenye muhadhara. Ningekuwa napiga hesabu sasa hivi container 20 zimeingia, nitalipa 5 kwa KRA, 2 nitaficha mfukoni, hizi zitaenda kwenye benki, ningekuwa nakaa na kalamu kila siku. Lakini kwa sababu Allah amejalia umaskini ndio naweza kufanya kazi ya Allah. Wangapi wanasema kwa tayari kwenda peponi? Wangapi? Tuweke mkono chini. Waislamu sote tuliinua mkono. Naomba tupate Waislamu 30 ama Waislamu 20 peke yake. Watupatie shilingi 100 peke yake. 1000 tupatie, 500 tupatie. Tunataka shilingi 100 peke yake. Takbiri. Sitaki 1000, nataka 100 peke yake leo. Takbiri. Takbiri. Wa kwanza yuko Muislamu wa pili. Atupatie shilingi 100 kwa ajili ya Allah. Muislamu wa pili atupatie shilingi 100 kwa ajili ya Allah. Muislamu wa pili shilingi 100 kwa ajili ya Allah. Takbiri.
100 yake. Muislamu wa tatu kwa ajili ya Allah shilingi 100 yake. Watatu, wanne. Hebu tulete Waislamu. Alafu Waislamu tulete kama una 50 pia lete ili tuweze kuangalia wakati kwa sababu ya wakati. Alafu kesho tiba inaendelea. Kama una 50 pia lete Muislamu. Waislamu tulete kwa ajili ya Allah na tuzifiche kwa ajili ya Wameru kwa sababu Waislamu wanapenda kuchonga gati sana. Wanachonga mpaka kina mama wanalamika. Tupunguze kuchonga. Waislamu anachonga usiku kucha, mke wake bana pale nyumbani hana mtu wa kumhudumia. Kwa sababu jamaa akija nyumbani kwanza ananuka sigara mdomoni tafikiri ni exhaust ya trailer ile. Alafu meno yamekuwa brown kabisa kwa sababu apigi hata mswaki. Alafu huku ndo hakuoga, viatu ndo vilekaa wiki mzima mguuni. Akija nyumbani pale anakuta mke ashapika chakula, kimekuwa baridi, kimewekwa vile vile. Hamsini mami au zote mataka chenja atasema inshallah tamu. Kwa hivyo tuchunge, tusile miraa sana ndugu zangu Waislamu. Ndoa hizi zaboromoka kwa sababu ya watu kuchonga miraa sana. Tunaka kibarazani, mke wake anakaa tu pale kwenye nyumba. Sio vizuri. Hapo kuna tatizo hapo. Sikalia hapo. Shot. Hebu Islam kulete 1 2 3 4 5 6 7 8. Hebu Islam kwa sababu ya wakati. Nani kwanza anataka kusilimu hapa ni? Nani anataka kusilimu? Nani anataka kusilimu? Huyo hebu Islam leteni wenye 20, wenye 10, wenye dala, hebu tuleteni hapa. Tulete hapa kwa ajili ya Allah. Wenye 20, wenye 10, wenye dala, wenye ngapi? Hebu tulete hapa kwa ajili ya Allah. Wenye 50, wenye 100, wenye ngapi? Tulete hapa kwa ajili ya Allah Waislamu. Kile ulicho nacho. Mashaallah. Kile ulicho nacho. Kile ulicho nacho ndugu yangu Muislamu. Tuweke hapo shika zote basi. Mashaallah. Muislamu mwenye 10 yake, mwenye 20 yake, hebu Muislamu leta hapa. Na Allah atakulipa. Tutoe kwa ajili ya Allah. Kila Muislamu atoe sadaka yake. Kila Muislamu atoe sadaka yake. Barakallahu. Na kama Muislamu umetoa, utulie papo hapo tuweze kumaliza na dua. Tuombee Waislamu wote waliotoa. Alafu leo na shughuli ya kutoa majini itabidi leo tusifanye hapa, tuifanye kesho siku ya mwisho. Semeni inshallah. Tuseme inshallah kwa sababu ya wakati na kufikisha ujumbe pia ni muhimu. Hebu Waislamu tuchangeni. Kisha Waislamu kesho saa 7 kamili itakuwa hapa. Tutawapigia mapasta wa Likoni, tutawapigia Lai, tutawapigia nani, mapasta wote wa Likoni nzima. Tunaenda kuwatafuta leo na masimu. Tuambie waje watetee Ukristo hapa. Tunataka wale wakubwa waje hapa. Hataki hao wadogo. Hao hawajui lolote. Sasa wewe unamuuliza, najua Kristo, anaweza nakwambia unajua Yesu alikaa kwenye meza. Hii inaitwa the last supper kakaangu. Yaani hata ulikuwa hujui. Nimekupa leo mapito kama ulikuwa hauna. Waislamu tulelee kuleta kwa ajili ya Allah. Tuleteni. Waislamu tushaleta wote hapa kweli. Na Waislamu wagumu. Waislamu wanatisha kama njaa. Alafu nakumbusha kwamba kesho kutapigwa kisomo cha Qur'ani hapa kwa ajili ya kuondoa husda, nuksi na kuondoa hasadi yote ya wanadamu na midomo ya wanadamu. Kwa sababu kuna mtu akinua TV watu wanaanza kuzungumza. Kuna mtu ni mrembo watu wanaanza kuzungumza, sura inaanza kupata vitu kwenye vitu, sura yake inaanza kupata vitu kwa sababu ya midomo ya watu. Kuna mwingine akona mtoto mzuri mashaallah shuleni ashika namba 1, midomo ya watu inasababisha mpaka mtoto anaanza kuanguka, anakuwa ashiki kitu shuleni. Hiyo ni midomo ya watu na macho ya watu. Kwa hiyo kisomo cha kesho kitakuwa ni cha kazi. Na kisomo ni bure. Watu nakaa hapa tunapata kisomo cha jamaa. Na kutakuwa na dua kwa sababu kesho ndio siku ya mwisho ya kuombea kila Muislamu. Mwenyezi Mungu amuongoze, amsamee madhambi yake, amjalie ingie peponi, ajalie kila Muislamu mwenye umaskini, Allah amjalie at least apate utajiri hata kama ni kidogo tu. Sisi Waislamu tuomba kila siku. Semeni amin. Semeni tena amin. Inshallah Sheikh Jamal, Dr. Jamal, Profesa, anaitwa Profesa Jamal inshallah aje aombe dua. Kama hujatoa Muislamu basi na kuomba utoe sadaka, alafu nyinyi wawili hapo
Kaka, nataka usilimu wewe. Huyu. Kwanza hebu mpe mic. Wewe kaka unatoka wapi katika hii Kenya? Mimi ni mkazi wa Malindi. Kazi wa Malindi. Wewe ni Mgiriama eh? Mgiriama. Asante sana. Ni vile unajua Kigiriama huyo. Ongea na ingia naye Kigiriama huyo. Nizungumze. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Msomo. Vipi? Poa. Halizo. Mbizo. Mambo ntototo. Mambo ni fresh. Mambo mbizo. Mambo mbizo. Safi. Arako mambo akura Malindi. Ni ya Islamu webu ni ya Kristo. Ni ya Yesu. Ni ya Yesu. Ni ya Yesu. Hata wewe pia ni wa Yesu. Hata mimi pia ni wa Yesu. Sawa kabisa. Utakuwa tu Muislamu. Sema inshallah. Sema inshallah. Sema basi. Sema inshallah. Takbira. Hebu Muislamu kunja ngumi. Tingisha mkono. Kama mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Takbira. Ndugu yetu inshallah utakuwa Muislamu Mungu akipenda. Semeni inshallah. Sasa ndugu yangu hapo ulipo nyanyua tu mikono uweke hivi kwa staili hivi, tunaomba dua pamoja, uende ikawa dua tukitikia Mungu atakuleta karibu inshallah. Weka mikono yako namna hii. Ndugu zetu mmevaa green na red. Weka mikono namna hii. Sio leo. Ni mikono tu. Na tukiomba useme amin. Sio leo. Haya. Mungu atakuleta tu. Wajua yule anayekataa si leo yuko karibu. Yule anasema nitaingia, yule yuko mbali sana ingi leo. Yule anayekataa ndio yuko karibu mno kuingia katika Uislamu. Kwa inshallah Mungu atulete pamoja. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجين مريض وجبار عنيد وذي عين وذي حسد وذي السحر وذي الشرك وذي باغي وذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء في الحال والمال يا رب العالمين. اللهم أجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا الراحمين. فرج على المسلمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام لكينا. نحن أولئك مسلمين. ربنا نسألك الصلاة المقبولة ونسألك حجا مبرورا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين. إن كان رزقا في السماء فأنزلها إن كان رزقا في الأرض فأخرجها إن كان رزقا بعيدا فقربها إن كان رزقا قليلا فكثرها إن كان رزقا كثيرا فبارك لها يا رب العالمين برحمتك يا الراحمين. فرج على المسلمين وصل اللهم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله الخير وزودكم الله رزقا والتقوى وجنات ونعيما وملكا كبيرا. Hawezi kusikia.